tunaliona ni ujumbe ambao yeye mwenyewe Yohana Mbatizaji aliusisitiza, na ndio lilikuwa lengo lake kubwa, kuwa mtangulizi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Toba. Toba tumezoea kuisikia kwamba ni kuweza kujutia dhambi, kuacha dhambi na kuingia katika utakatifu. Kwa undani zaidi, Wagiriki walitumia neno metanoia, ambayo ni kubadili mawazo zaidi, kubadili mwelekeo, fikra, namna ya uhusiano wetu na Mungu. Na tunavyomwangalia Mungu, tunamwangaliaje? Hakimu au baba? Na tunavyoangalia wenzetu, tunawaangaliaje? Maadui? Au wanavyotuangalia tunaona kwamba ni tishio kwetu? Kubadili sasa hayo yote kwamba ni ndugu, Mungu ni baba, na kwa sababu si kwa sababu ya kumuogopa ili kumkimbilia, ila kumkimbilia ni baba yetu anayetupenda sana. Na namna vile vile tunavyoangalia ulimwengu wetu, tunavyoangalia ulimwengu huu ni nyumba ambayo tunaishi, na kwa sababu ya tutunze mazingira. Yote hii inaingia katika hiyo toba, na alisisitiza sana yeye Yohana Mbatizaji akiwa anaifundisha. Na pamoja na haya yote, tunaongozwa na neema za Mungu. Tunaongozwa na neema za Mungu kuweza kuacha kwa undani kabisa ile mwenendo ambaye ni hatarishi kwa wengine au kwa ulimwengu au kwa yoyote yule, na kuweza kuikumbatia mienendo ile ambayo inatuelekeza katika uzima, inatuelekeza katika amani. Ndio tuweze kuikumbatia hivyo. Ndio maana tunaona kabisa toba hii ni safari ya neema ya Mungu, safari ya kumwelekea Mungu zaidi. Na sisi kama makatekista tunapofanya kongamano letu hili na kulifanya ni hija yetu, na hija si kwa ajili ya utalii, ni kwa ajili ya sala, ni kwa ajili ya toba, ni kwa ajili ya kuanza upya, ni kwa ajili ya kubadilisha mwelekeo wetu mbaya na kuvaa mwelekeo mzuri wa wana wa Mungu na wenye kutafuta yale yanayompendeza Mungu peke yake. Kwa sababu tuangalie hilo vile vile na tulibebe. Tunasikia katika somo la pili Yohana Mbatizaji alifanya nini, na hili alilisisitiza, na ndio maana aliweka alama ambayo ni ya hiyo toba, na wabatiza kwa maji. Lengo ni toba, ambalo inaondolewa dhambi. Na Yesu alipofika yeye mwenyewe alisisitiza hiyo toba katika Injili ya Marko, ukisoma sura ya kwanza ya 15, wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Huwezi ukaihubiri Injili ambayo wewe mwenyewe uiamini na wala hujafanya toba. Kwa tunaihubiri Injili kwa sababu tumefanya toba, na kwa sababu tunaiamini. La sivyo ni porojo tunazozitoa na ufasaha, tunafikiri kwamba tunayo ufasaha, lakini kuhubiri huko lazima kuwe ni maisha yetu, namna tunavyoishi na wenzetu.